tukajaribu kuelezewa na vitu kama hivyo, hata kama havina impact sana kwetu, lakini tukajaribu kuviheshimu kwa sababu tumevikuta vizazi na vizazi, historia. Na kuna msemo sasa hivi wahenga wamefeli, si wahenga nini na nini, ila kuna... Wewe ni muhenga sio muhenga? Mimi ni muhenga. I'm heading to 40. Sasa mimi sijakuuliza umri, nimekuuliza wewe ni muhenga sio muhenga. Sasa muhenga na yenyewe unajua inaendana na umri. Kitu ambacho nataka nizungumze hapa ni sometimes kuna kama sijui ni ulimbukeni ama kutokufahamu ama kutafuta trending ama vipi. Kuna mila na desturi kwa sisi wa Tanzania tumezikuta ambazo ukijaribu kuzivunja inakuwa ni jambo la ajabu sana. Na inabidi ifikie muda, kuna vitu vikianza kutokea inabidi kidogo tuzungumze. Mimi nachalia kusema kuna jambo la uchimbaji wa kaburi. Kiustaarabu kabisa, mimi ninavyofahamu, uchimbaji wa makaburi kwenye misiba inawahusu wanaume. Wewe ndo unavyojua hivyo? Yes, Tanzania kwamba wachimbaji wa kaburi ni wanaume. Niko tayari kuweza kusahihishwa, lakini nimeona clip ilikuwa ni jana ya mfanyabiashara mmoja, lakini pia mwanamtandao, ni mwanamke by the way, lakini inavyoonekana alikuwa ameenda kwenye msiba na yeye akaenda kujitosa kuchimba kaburi, na akaingia ndani akaanza kuchimba, na ikawa ni shangwe kubwa sana, vijana pale wanamshangilia na vitu kama hivyo. Lakini nikajaribu kwenda chini kwenye comment, nikasema ngoja nisome comment ya Watanzania walio wengi, na zile comment nilizoziangalia almost 80% watu hawakupendezwa na kile kitu. Wakasema kwamba inabidi kuna muda tufuate utamaduni wetu na tuheshimu, kuna mila na desturi zilikuwepo, tunaomba tuzifuate. Yaani kwamba sometime tutakuja tutafikia ule utandawazi, usitufanye tutoke kwenye miiko yetu. Mbona si kutoka kwenye pitch, tushatoka muda? No. Sasa yani hatuwezi kusema tuendelee kutoka kwa sababu ya vitu ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo kuna vitu lazima tuambiane ukweli. Yaani haiwezekani. Hii ni sheria ambayo tumeikuta kwamba wachimba kaburi wanaenda kuchimba wanaume. Wanawake wanapika. Yes. Na dini ya Kiislamu wanawake hawaruhusiwi kwenda makaburini, si ndio? Yes. Au itokee sasa hivi mtu alazimishe kwenye masjid mwanamke ajichanganye na mwanaume, ambao si sawa kidini, si ndio hivyo ndugu yangu? Yaani sasa hivi tumekuja kuleta utandawazi ambao hau make sense. Tunajikuta tunafanya vitu kufurahisha watu, lakini tunaharibu utaratibu wetu. Mimi huwa nikiongeaga naonekana nikazeka moja kajinga au vinonkononko au mabrother wanaropoka lakini imagine ile clip mtu anarekodi kwenye uchimbaji wa kaburi ambao tunajua kabisa hii kiutamaduni sio sawa. Hivi unajua kama tukiendelea kufuata vile ambavyo wewe umeshauri kwa maana ya heshima ya mwanamke na heshima ya mwanaume, kwa mila na desturi, unajua kuna baadhi ya vitu vingi sana tushavikiuka. Achana na hiyo sample yako. Yes. Achana na hiyo ya kaburi. Hivi unajua kipindi hicho mwanamke hata kukaa kilabuni ilikuwa ni issue. Unajua hiyo kitu? Yes, tunafahamu. Lakini sasa hivi wewe mzee, sijasema ba ya 12 na yumo. Sijasema ba vishotsi yumo. Sijasema ba, nimesema kilabuni. Sijui umenielewa? Nimekuelewa vizuri. Kwa kuna vitu vingi tumeenda navyo kwa sababu ya mazoea, utandawazi na kuamini katika 50-50. Wewe goti sasa hivi unalionaje? Goti unalionekana kwa nani? Goti limebaki Songea tu. Goti hata Songea kwenyewe hamna wewe. Goti sasa hivi linaonekana kwa Mbinde. Vya goti? Wewe girlfriend wako alikupigia goti lini mkomani?
Tuambiane hapa sasa hivi, nyinyi mlioamka sasa hivi majumbani kwenu, mlioamka majumbani kwenu, mna ma girlfriend wenu, tusema tudili na wanaume. Nyinyi wanaume sasa hivi mpo kwenye magari mmeondoka, je, goti umeliona hapo kwa mpenzi wako? Mnaliwa goti. Karibu baba nani, karibu chai. Unaona kagoti fulani hivi. Wewe nani anakupigia goti sasa hivi? Sasa hivi kaya nyingi kuna ile tabia za wanaume kufanyiwa hazipo. Mimi wakati nakuwa nilikuwa namuona Maza. Kwanza akienda kumnawisha mzee, kuna kataulo hapa na kagoti. Ai. Nikajaribu kumdodosa mama. Nikamwambia bwana vipi? Mbona uko nenda kumsafisha mzee, lazima uwe na vitu vya msingi. Akanambia hii kitu nimetengenezewa tokea kwa baba yangu, ambaye ndio mzee Ngarula. Sasa yani unaambiwa huyo mzee taulo ya kujifutia ilikuwa inatakiwa ikae mkono wa kushoto, ushaelewa? Alafu maji mkono wa kulia. Kwa ukienda kumuogesha, kumnawisha, ukishampa kile cha kunawia unashika mkono wa kushoto, na wa kushoto kulia, wa kulia I mean lile jagi, alafu unamsogezea taulo kwa hapo, unamnawisha, ukimaliza unampa taulo. Hapo umepiga goti mjomba. Sema tunatoka sana nje ya kii kwa sababu ya utandawazi. Kama tumefikia mahali tunaruhusu hicho ulichokisema cha kwamba mwanamke anakuwa anachimba kaburi, na tunaposti mtandaoni, ni bora tangi saidia hata kimya. Mimi nimeiona hiyo clip. Bora tangi saidia kimya kimya, mshikaji wangu. Mimi nimeiona hiyo clip. Lakini nilivyoiona honestly sikutaka kuenda deep sana. Nikasema wacha niwaachie walimwengu. Maana sasa hivi vijana wa sasa hivi ukiwarekebisha hapa. Na vazi umeliona sasa leo tunatumika kuchimbia. Kavaa suruali. Ile tight bwana, sio suruali. Ni vya tight vile. Tight na suruali vina utofauti. Yaani vazi yuko kinyume. Nakwambia. Na mila na desturi zenyewe pia yuko kinyume. Nakwambia bwana. Lakini ndio hivyo, tukiongea tunaonekana wanongo, tunaongea. Swala sio tukiongea tunaonekana wanongo, hapana. Bwana, mimi waga sometime. Ila nini? Maelekezo binafsi wametuelewa. Kabisa. Tutakuja kupikisha biriani. Shauri